Hali ya wasiwasi na taharuki imezidi kuongezeka kwenye Ghuba ya Uajemi, huku Marekani ikiendelea kuimarisha shambulizi zake dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Katika onyo la hadhi ya juu, Pete Hegseth, waziri wa ulinzi wa Marekani na mwakilishi wa Pentagon, amesisitiza kuwa Tehran inapaswa kuacha mara moja kushambulia nchi jirani kwa kutumia ndege zisizo na rubani, yani drones, pamoja na makombora. Na hapa namnukuu, jeshi la Marekani linaamua hatima ya nchi hii, Hegseth alisisitiza Alhamisi hii akiwa ofisini kwake Pentagon, lakini aliongeza kuwa, na hapa namnukuu, Irani bado ina uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Hawawezi kuendelea kulenga washirika wa Kiarabu au nchi za Kiarabu, kujaribu kuleta maumivu ambayo wao wenyewe wamesababisha. Mwisho wa kunukuu. Onyo hili linakuja katika kipindi ambacho General Dan Kane, mwenyekiti wa Joint Chief of Staff, amefafanua kwamba nguvu za Marekani zinaendelea kushambulia ndani ya ardhi ya Irani kwa kasi isiyokoma, kwani ndege za kivita za A-10 Warthog ziko kwenye upelelezi wa mashua za Irani katika kituo cha Hormuz, huku helikopta za Apache zikiwa zinavusha ndege zisizo na rubani za Irani, zikivunja nguvu na miundombinu ya kijeshi. Hatua zetu za kijeshi si za kawaida, Kenya alisema, lakini akaongeza kuwa tumewezesha kushusha silaha zetu zenye uzito wa paundi 5,000 kwenye makazi ya chini ya ardhi yaliyotumika kuhifadhi silaha, na tutaendelea kushughulikia vitisho kwa usahihi na ufanisi wa hali ya juu. Mwisho wa kunukuu. Hali hii ya juu ya taharuki inaonyesha wazi kuwa Marekani imechukua jukumu la kuimarisha usalama wa washirika wake wa Kiarabu, huku ikitoa onyo la wazi kwa Tehran. Hatua yoyote ya kutishia haina nafasi hata kidogo, na hasara inayosababisha mapambano hayo itakuwa yenye gharama kubwa. Viongozi wa Marekani wanaashiria kuwa mpango wa kidhahiri ni kumdhibiti Iran na kuhakikisha kuwa mapambano hayo hayaleti hofu kwa sekta za kigeni, bali yanadhibitiwa kwa umakini na usahihi wa kijeshi. Wachunguzi wa masuala ya kijeshi wamesisitiza kwamba shambulio hili ni sehemu ya mkakati mkubwa wa Marekani kuhakikisha kuwa Irani haifanyi upanuzi wa madaraka kwa silaha za kisasa na mashambulizi ya kijeshi dhidi ya nchi jirani, huku washirika wa Kiarabu wakiwa salama. Hatua za hivi karibuni za kijeshi ni onyo kali la wazi. Marekani imejizatiti kuongoza mapambano haya hadi hatimaye Irani itapewa nafasi ya kuchagua amani au kuingia kwenye maumivu ya kisiasa na kijeshi ambayo haitasaulika. Lakini katika hatua nyingine pia, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amevunja ukimya kwa kauli nzito iliyotikisa siasa za kimataifa. Pentagon inahitaji zaidi ya dola bilioni 200 ili kuendeleza vita dhidi ya Irani, vita ambavyo tayari vimegeuka kuwa moto unaotishia kumeza Mashariki ya Kati nzima. Kwa sauti yenye uzito wa maamuzi ya kivita, Hegseth alifichua ukweli usio na mapambo, na hapa namnukuu, inahitaji fedha kuwaua maadui, na tunarudi kwa Congress kuhakikisha tuna rasilimali za kutosha kwa yale yaliyofanyika na yale yanayokuja. Mwisho wa kunukuu. Kauli hii si ya kawaida, ni ishara ya taifa kuwa likijiandaa kwa vita vya muda mrefu, kwani Pentagon inalenga si tu kujaza upya madhara ya silaha, bali pia kuongeza nguvu zake kwa kiwango kisichowahi kushuhudiwa. Ndani ya Pentagon mipango imewekwa wazi, ikiwemo kujenga upya akiba makombora na silaha nzito, kuongeza uzalishaji wa vifaa vya kisasa vya kivita nchini humo, lakini kujiandaa kwa mapambano mapya yanayoweza kuzuka bila ya onyo lolote. Lakini hatua hii imefungua mlango wa vita vya kisasa ndani ya US Congress, ambapo wanasiasa wanatarajia kupambana vikali juu ya fedha hizi za vita. Kila kitu kilianza tarehe 28 Februari mwaka huu, siku ambayo historia inaweza kukumbuka kama mwanzo wa mzozo mpya wa dunia. Mashambulizi ya pamoja Marekani na Israeli yalitikisa Irani yakilenga miji mikubwa ikiwemo Teherani. Anga lilipasuka kwa mlipuko na ardhi ikatikisika chini ya uzito wa makombora ya kisasa. White House ilitetea mashambulizi hayo kwa madai ya tishio la makombora na mpango wa nyuklia wa Irani, lakini upande wa pili simulizi ni tofauti kabisa. Haikuchukua muda mrefu kabla ya Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC kujibu kwa nguvu isiyo kifani. Mashambulizi ya kulipiza yalilenga maeneo ndani ya Israeli, yakionyesha kuwa Irani haikuwa tayari kunyenyekea. Lakini hapo ndipo vita
vilipogeuka kuwa hatari zaidi. Kambi za kijeshi za Marekani zilianza kushambuliwa katika nchi kadhaa ikiwemo Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia pamoja na Falme za Kiarabu. Hii haikuwa tena vita ya nchi mbili, ilikuwa ni mtandao wa moto unaoenea katika bara zima. Katika tukio hilo lililotikisa dunia, kiongozi mkuu wa Irani, Ayatollah Said Ali Khamenei, aliuawa katika mashambulizi hayo ya pamoja na viongozi waandamizi wa jeshi la Irani. Kifo chake kimeacha ombwe la madaraka na kuongeza hasira ndani ya taifa la Irani, hali inayoweza kusukuma taifa hilo kuchukua hatua kali zaidi, hata zile ambazo dunia inaogopa kuzifanya. Ripoti kutoka The Washington Post zinaonyesha kuwa mpango wa dola bilioni 200 unaweza kuwa mwanzo tu. Ndani ya vikao vya siri, mijadala inaendelea kuhusu uwezekano wa kuongeza bajeti ya vita. Swali linaloning'inia juu ya dunia ni moja: je, huu ni mwanzo wa vita vikubwa zaidi vya karne hii? Kutoka jangwa la Mashariki ya Kati hadi kumbi za sasa za Marekani, sauti ya vita inazidi kupiga kwa nguvu. Hii si tena migogoro ya kimvuli, ni pambano la wazi lenye gharama ya damu, nguvu na hatima mataifa. Vita vikianza kwa fedha, huisha kwa majivu. Na hii ni Shehena Media. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari za uhakika.